بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على نبي المرحمة سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، mandugu zangu Waislamu, tulielezea katika kipindi kilichopita tariq ama kisa ya Mtume Hud alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, na tukashuhudia makadhibisho ya watu wake, na tukashuhudia venye watu wake waliomkadhibisha walivyopatiwa adhabu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mtume Hud alayhi salam tulisema alikuwa nabiyun arabiyun, alikuwa ni mtume mwarabu. Yeye Mtume Hud alayhi salam na Mtume Salih alayhi salam na Mtume Shuaib alayhi salam na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hawa ndio walikuwa watume warabu. Mtume Hud alayhi salam baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumwokoa, akaenda katika town ndani ya Yemen ambaye inaitwa Hadhar al-Maut, akaishi pale mpaka akakufa katika hiyo town. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin. Allahu akbar. Kisha tukazilete vizazi vingine baada yao. Baada ya qaumu Ad, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akalete kizazi kingine. Wale watoto wa qaumu Ad ambayo wale walimwamini Hud alayhi salam walikuwa pamoja naye, wakazaa vizazi vingine, wakahama, fartahalu min al-Yemen ila makani yusamma al-Hijr. Walihama kutoka Yemen wakaelekea north mpaka town ambayo inaitwa Hijr, ambayo ni sura moja katika sura ya Qur'an, suratul Hijr. Hiyo jina hiyo town. Kufika katika ile town ambayo ilikuwa inaitwa Hijr, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapatia mali, akawapatia wana, akawapatia watu ambaye wanajua kujenga. Kanu ashabu sanaa, walikuwa watu ambaye wa ujenzi, walikuwa wanajua kujenga, walikuwa engineers. Hao kaumu walikuwa wanaitwa nani? Hao kaumu walikuwa wanaitwa Thamud. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'an, wa Thamud alladhina jabu as-sakra bil wad. Allahu akbar. Kina Thamud, Mwenyezi Mungu anasema walikuwa wanachonga majumba yao kwenye mabondeni. Hao watu wa Thamud walikuwa ni watu ambao walikuwa na nguvu. Mwenyezi Mungu aliwapatia mali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwapatia kila kitu. Allahu akbar. Baada ya muda shaitani apumziki. Marat al-ayyam, siku katika masiku, wajaa ilayhim iblis thania fawaswasa ilayhim. Allahu akbar. Iblis tena akawakujia, akaanza kuwapatia waswasi, shaka ndani yao, akaanza kuwafanya waabudu masanamu. Wa aqadhu ya'buduna al-asnama min jadid, akaanza kuwafanya waabudu tena asanamu kwa upya, wakaanza kuabudu masanamu. Allahu akbar. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Allahu akbar. Hakika shaitani kwenu ni adui, basi nini mchukueni ni adui. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir,
hana kazi nyingine sheitani. Kazi yake ni kuita kundi lake ili wakuwe watu wa motoni. Allahu, anawaita kundi baada kundi ili wakuwe watu wa motoni. Sheitani halali. Afaman zuyyina lahu suu amalihi faraahu hasana. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu anasema nini? Sheitani kazi yake ni nini? Anaanza kukupambia ile amali yako mbaya, wewe unaona ni amali mzuri ambao unafanya. Sasa wale watu wa Thamud wote wakabadilika, wakawa watu ambaye yaabuduna al-asnam, wanaanza kuabudu masanamu. Allahu akbar. Hawakuachia hapo, walikuwa naabudu wengine wao ndani yao, walikuwa naabudu pia hata binadamu. Wale the loaded, wale matajiri walikuwa naabudiwa pia na wale maskini. Watu wa Thamud walikuwa na kibri ya hali ya juu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama kawaida, wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Mwenyezi Mungu anasema hatuwezi waadhibu mpaka tuwatumanie mtume, mpaka tuwape mtume, hatuwezi waadhibu. Allahu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtuma mtume gani kwa watu wa Thamud? Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya Qur'an, wa ila thamuda aqahum saliha, na watu wa Thamud tuliwapelekea ndugu yao Salih. Salih alayhi salam alikuwa mtu kama nani? Salih alayhi salam alikuwa ni kijana ambaye kutoka family ambaye wanajulikana sana, they are noble family. Salih alayhi salam kana kabla nubuwati, kabla kupata utume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alikuwa nini? Hakiman, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na hikma mingi sana. Wakana marji'uhu, na ilikuwa ni kurudi kwao, wakitaka kumuuliza swali wanarudi kwa Mtume Salih alayhi salam, wanamuuliza kabla hatajapata utume. Mtume Salih alayhi salam alikuwa ni mtu ambaye ni mzuri, mtu ambaye watu wake walikuwa wanampenda, mtu ambaye amezaliwa na family ambaye ni wadozi, family ambaye wanajulikana. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyowapelekea mtu kama huyo ambaye walikuwa wanamjua kijana ni kijana mzuri, alikuwa the golden boy of their time. Allahu akbar. Sasa one of the days Salih alayhi salam alienda juu ya mlima, alienda akakanyanga juu ya mali mlima juu yake, mali ambaye wadozi yao wakitaka kuitana katika meeting wanaendanga wanasimama. Akaenda akapanda, akaanza kuita watu wake, enye watu wangu, enye watu wangu. Kila ile mtu yote alikuwa kwa shamba alitoka katika shamba. Ile mtu alikuwa anafanya, alikuwa na vunje ile mlima, anatengeneza ile mlima nyumba, anatoka pale anakuja the engineers, kila mtu amekuja katika ile kiwanja. Wanataka kumsikiza Salih alayhi salam anawaambia nini. Salih alayhi salam akamwambia nini? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Allahu akbar. Enyi watu wangu, muabuduni Mwenyezi Mungu peke yake, hamna Mungu mwingine isipokuwa yeye. Allahu akbar. Ni nini hiyo? La ilaha illa Allah. Mnajua kwa nini Qur'ani imeteremshwa? Wacheni tusikize. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia nini? Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin qabir. Allahu akbar. Hiki ni kitabu ambaye aya yake ni waziwazi kabisa, kisha kimepambanuliwa, kisha kimefafanuliwa kwa hali ya juu. Allahu akbar. Kutoka kwa mwenye hekima na mwenye kabari. Kwa nini Qur'ani imeteremshwa? Allah ta'budu illa Allah. Allahu akbar. Ili msimwabudu yoyote isipokuwa nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar. Hiyo ndiyo kila mtume amepatiwa. Mtume Salih alayhi salam hakuachia hapo, anaambia watu wake, wanamwangalia, wanashangaa, wanajiuliza, huyu kijana alikuwa ni kijana yetu yule mzuri, tulikuwa tunamtarajia atakuwa leader,
atakuwa kiongozi yetu. Nini mbaya? Akawaambia nini? idh qala lahum aquhum salihun ala tattaqun, ndugu yao Salih akawaambia nini? Je, hamchi Mwenyezi Mungu? Je, hamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala? inni lakum rasulun amin, hakika mimi kwenu ni mtume ambaye ni mwaminifu kabisa. Mnanijua kabisa mimi ni mwaminifu kwenu, kutoka utotoni nilikuwa na nyinyi, mimi ni ndugu yenu, mnanijua vizuri. Allahu akbar. Mtume anawaambia hivyo, watu wake wanamwangalia wakifungua mdomo, wanashangaa. The first time ever mtu ambaye anakuja na kitu ambaye hawajawahi sikia maisha yao, kumwabudu Mwenyezi Mungu moja. Wale watu wako na masanamu, wako na mali ya kutosha, wako na starehe, wanashangaa ni nini hawana, ni nini wamekosa. Allahu akbar. fattaqullaha wadi'un, anawaambia tena, ogopeni Mwenyezi Mungu, mcheni Mwenyezi Mungu na nitini mimi kama mtume. Allahu akbar. Tena anawaambia, mimi nimekuja kusimama leo mbele yenu, sitaki kitu yote kwenu, msidhani kama kuna kitu nataka kwenu. wama as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin, mimi sikutakini ujira juu ya hii. Allahu akbar. Ujira yangu haiko ila kwa Mola mlezi wa ulimwengu wote. Allahu akbar. Mtume Salih alayhi salam anaambia watu wake, wanamwangalia wanashangaa, amekuja na jambo gani Salih alayhi salam? Salih alayhi salam hakuachia hapa, akawaambia nini? huwa anshaakum min al-ardi wasta'marakum fiha, angalieni Mwenyezi Mungu kakumbeni nyinyi kutoka hii ardhi. Allahu akbar. Na akawafanyia makazi juu ya hii ardhi, akakuwekeni vizuri juu ya hii ardhi. Allahu akbar. Anawaambia watu wake, kumbukeni hiyo Mwenyezi Mungu na amafanyia hii raha ambaye sasa mnajitekeza naye ni Allah subhanahu wa ta'ala aliwapatia. fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi, sasa wacheni niwaambie, ombeni Mwenyezi Mungu msamaha kwa dhambi ambayo mlikuwa mnafanya, kwa kuabudu masanamu ambayo mlikuwa mnafanya, muombeni Mwenyezi Mungu msamaha. Allahu akbar. Kisha mtubu kwake, mrudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Salih alayhi salam watu wake wanashangaa, akawaambia nini? inna rabbi qaribun mujib, mkimuomba Mwenyezi Mungu istighfar na murudi kwake, wallahi Mola wangu mlezi anaitikia na ako karibu sana, ako karibu yenu sana, na anaitikia hiyo dua zenu, anaitikia hiyo maombi yenu. Rudini kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na muombe. Ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. O Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waja wangu wale wema, waja wangu wale wazuri, wakikuuliza habari zangu, waambie mimi niko karibu yao sana. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu anasema niko karibu yao sana. ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu anasema naitikia maombi ya muombaji ambaye yule anayeniomba mimi. Allahu akbar. falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Mwenyezi Mungu anasema nini? Niombeni mimi peke yangu. Allahu akbar. Allahu akbar. Na niaminini mimi peke yangu. Mwenyezi Mungu peke yake ndio wa kuaminiwa. Mwenyezi Mungu peke yake ndio wa kusujudu na wa kusaliwa. Wallahi anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wallahi mkifanya hivyo ikawa mtakuwa wenye ambayo wataongoka. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu atufanye wale ambaye wataongoka, wale ambaye atawapatia hidayah. Amin ya Allah. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, wallahi utakuta mtu mwingine anainua mkono juu kabisa na anamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, akiwa analia anamwambia, ya Allah kubali dua yangu, lakini dua yake itakubalika haji wa malbasahu haram wa mad'amuhu haram wa qudiya bil haram fa anna yustajabu lidhalik. Je,
ile nguo anavaa ni haramu, ile chakula anakula ni haramu, ile kinywaji anakunywa ni haramu. Allahu akbar. Analishwa na haramu. Je, dua yake itakubalika vipi? Hiyo mtu anaongojea dua yake yakubalike vipi? Allahu akbar. Sasa sisi Waislamu tujiangalieni ni nini ambayo tunayokula. Je, ni halali? Je, tunaenda kudhulumu mwingine tunamchukulia tunakuja tunakula? Je, tunakula pesa ya riba ndo tunakuja tunakula na tunakunywa na tunavaa? Tujiangalie vizuri kabla hujamwomba Mwenyezi Mungu. Jiangalie. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema nini? Yustajabu li ahadikum ma lam yastajil. Kila dua yenu Mwenyezi Mungu ataitikia kama hamna haraka. Ndo ashaba wakamuuliza Rasulullah, ya Rasulullah, ni nini hii istijala ambayo unatusema ya Rasulullah? Ndo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaambia nini? Utakuta an yaqula ahadukum da'utum falam yustajab li. Utakuta mmoja wenu anasema nimemuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini Mwenyezi Mungu bado hajakubali dua yangu bado. Sasa huyo ameenda mbele, amekuwa na haraka. Wallahi true mu'min utakuta katika yake anajua hiyo dua yake inakubalika. Akinu hivi mkono anajua Allah Subhanahu wa Ta'ala anakubali dua yake. Cause Allah alisema mimi niko karibu yenu. Niko tayari kukubali madua yenu. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu atufanye wale ambayo dua yao itakubalika. Amin. Baada Mtume Salih alayhi salam aliambia watu wake hivyo, watu wake wamejaa katika ile kiwanja, wanashangaa sana kusikia Salih anamwambia muabuduni Mwenyezi Mungu mmoja peke yake. Wakamjibu nini? Wakasema nini? Qalu ya Salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Allahu akbar. Ewe Salih, kabla ya haya ulikuwa unatarajiwa khairi kwetu. Sisi tulikuwa tunaona wewe utakuja kuwa leader kwetu. Sisi tulikuwa tunaona wewe utakuja kuwa mtu mkubwa kwetu. Wallahi utakuta saa hii katika manyumba fulani wale vijana ambaye ama wale wasichana ambaye wako na akili mingi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwafanya bright, wakisema tunataka tukue shehe ama tunataka tusome dini. Utakuta wazazi wengine wanaambia hapana, sisi tunataka wewe kuwa daktari, sisi tunataka wewe kuwa engineer, sisi tunataka ukuwe na mali. Wewe sasa ukienda kuwa maalim, ukienda kuwa shehe, abuangalia ile maisha wanaishi ndani. Wallahi billahi tallahi utakuta wazazi fulani ambao wanafanya hivyo watoto yao. Angalia vile wanamwambia Salih alayhi salam, wewe uko na good education, wewe umesoma vizuri, wewe tunajua ungekuwa kijana ambaye ni leader yetu. Ni nini imekupelekea sasa unaenda kufanya da'wa? Unakuja kusema la ilaha illa Allah kwetu. Allahu akbar. Atanahana an na'budu ma ya'budu abauna. Je, umekuja kutukataza yale waliokuwa wakiabudu mababa zetu? Allahu akbar. Salih alayhi salam warmwambia tena nini? Wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib. Wallahi billahi, kwa hakika sisi tuko na shaki na waswasi ya yale ambayo unayotuitia ya Salih. Hatuwezi kubali, hatuwezi rudi nyuma. Allahu akbar. Wale matajiri, the big boys, waliambia nini? Inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Sisi tumewakuta mababa zetu wakiwa na dini ambayo ni makhsusi. Hii dini ya kuabudu masanamu tuliokuta mababa zetu wakifanya hivi. Sisi hatuwezi banduka, tutafuata ile nyayo ya mababa zetu. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum. Je, kama nimekuja na uongofu ambaye ni bora kuliko yale ambayo mliwakuta na mababa zenu, je tutapata? Wanasema nini? Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Hakika sisi tumeyakataa hayo mliotumwa nayo, tumeyakataa katakata, hatuwezi amini, tumekufuru kabisa. Mtume Salih alayhi salam hakuchoka na watu wake, wakiwa pale watu wake wanamwangalia,
wanamwambia Salih alayhi salam, rudi katika hii dini yako, wewe utaacha dini ya mababa zako, sisi tutakufia hapo na tutapata mababa zetu, rudi katika dini yako. Wale sasa almala, wale ambayo wako na kibr, wale wanajiona hawa ndo watu wa kusema, wanaanza kumkejeli Salih alayhi salam. Unaambia jambo ambayo mkuja naye ni nini? Salih alayhi salam anaambia nini? Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma. Allahu enye watu wangu, muonaje ikiwa nimekuja na dalili waziwazi kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, naye akanipa mimi rehema itokayo kwake. Niko na dalili waziwazi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenipa utume. Munaonaje simunifuate watu wangu? Munaonaje munaniambia nirudi nyuma nikuje nifuate dini yenu? Mutanifanya leader yenu? Je, kama munaniambia mutanifanya leader yenu, mutanipatia mali, faman yansuruni min Allah in asaituhu fama tazidunani ghayra taqsir. Akaambia, ni nani atakayenusuru na hasira ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nikimwasi? Ni nani atanusuru na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na hii jambo ambaye nyinyi mnaniitia hawezi nizidishia illa kasaratu, illa kukasarika. Wallahi hawezi nizidishia kitu yote watu wangu. Wacheni niwaambie, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mtume Salih alayhi salam aliwaambia nini tena watu wake? Kumbukeni alivyokufanyeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akawaweka mushike pahali pa watu wa Ad. Mnajua Ad wenye waliangamizwa, mnajua Ad ni nini wamepitia. Wabawaakum fil ard, na akakuwekeni juu ya ardhi vizuri, mnakaa vizuri, starehe mustarehe. Allahu akbar. tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna aljibala buyuta. Allahu akbar. Akaambia nini? Allahu akbar. Munaijenga manyumba za kifahari katika nyanda zake, munachonga manyumba katika mlima. Allahu akbar. Hiyo yote Mwenyezi Mungu aliyapatia. Fadhkuru ala Allahi wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Allahu akbar. Tena akawaambia nini Salih alayhi salam watu wake? Akaambia, kumbukeni neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwapatia, wala musitende uovu katika hii nchi mukafanya ufisadi. Allahu akbar. Musitende uovu. Anawaambia watu wake hivyo, lakini watu wake hawasikii. Wale ambaye ni wadozi wakataka kuwa convince watu wao, wale almala wakaanza kusema nini? Faqalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhan lafi dalalin wa su'ur. Allahu akbar. Wakasema nini? Eti tumfate mtu mmoja katika sisi, ati tumfuate huyo mtu mmoja peke yake. Wallahi tukimfuata, inna idhan lafi dalalin wa su'ur, hakika sisi tutakuwa katika wale ambayo wamepotea na tutakuwa na kichaa, tutakuwa wazimu tukimfuata huyu Mtume Salih alayhi salam. Allahu. Wanasema hivyo watu wake, wanasema qalu law sha'a rabbuna la anzala malaikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Kama Mola wetu mlezi angelitaka, bila shaka angeliwateremsha malaika. Lakini haya ambaye amekuja naye Mtume Salih alayhi salam, sisi tunayakataa kabisa. Sisi tunakufuru, tunayakataa. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema nini? Walaqad kadhaba ashabul hijr mursalin. Allahu. Katika wale watu ambao wakazi wa Hijr, al-Hijr ni town ambaye
iko 380 kilometers northwest of Madinatul Munawwar. Walikanusha mitume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema, waliwakanusha. Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Mwenyezi Mungu alisema tuliwapelekea ishara zetu na aya zetu, lakini wakao watu ambao wanaipuza hiyo ishara zetu. Allahu akbar. Wakanu yanhituna min aljibali buyutan aminin. Mwenyezi Mungu anasema nini? Allahu akbar. Walikuwa wenye kujenga manyumba, walikuwa wenye kuchonga manyumba katika majabali kwa amani. They are feeling secure, wanasikia ya kwamba hakuna kitu chochote itawatendekea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi waadhibu. Kama ni Ad, Qaumu Ad ambayo wanaambiwa mtaletea upepo kama Qaumu Ad, wanasema tunaishi ndani ya mlima, tumechonga manyumba yetu ndani ya mlima. Mwaisikia lini upepo inavunja mlima ama inaichukua mlima? Haiwezekani. Sisi tuko ndani ya mlima, tuko ndani ya mawe, hakuna kitu chochote ambaye itatudhuru. Imenikumbusha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'an, afa amina ahlul qura an yatiyahum basuna bayatan wa hum naimun. Je, watu wa mjini wameamnisha ya kuwa adhabu yetu haitawapata usiku wakiwa wanalala? Wallahi last year nilikuwa katika city ambayo inaitwa Kahramanmaraş, iko Turkey. Ilikuwa 5 years ama 3 years ago, walipata tetemesho la ardhi. Ukienda katika hiyo city utakuta city mzima ni new, nyumba mpya ambayo imetengenezwa. Nimeuliza watu ni nini imehappen, wananiambia masaa 8 ya usiku wakiwa nalala, mara moja tu tetemesho la ardhi ilitendeka. Mara moja hapo katika hiyo city, mpaka city nyingine ambayo inaitwa Gaziantep, yote tetemesho la ardhi ikapata ndani ya Turkey. Hundreds of thousands of people died. Mandugu zangu, ndio Mwenyezi Mungu anatuuliza, je, adhabu yake mko mnalala haitawafikia? Tena Mwenyezi Mungu hakuachia hapo, anasema nini? Awa amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Allahu. Je, watu wa mjini wameaminisha ya kuwa adhabu yangu haitawafikia mchana? Nao wanacheza, nao wanaenda katika mtaani, wanafanya makazi zao, wanatembea. Tena hiyo imenikumbusha Japan, walitengeneza city mzima, wakasema hii city tunataka tuitengenezee spring, ndio tetemesho la ardhi ikitendeka manyumba tu itingike peke yake isianguke. Tunaitengenezea spring chini ya manyumba, upepo, tetemesho, hakuna kitu chochote ambaye itaangusha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala 8 seconds peke yake, 8 seconds town nzima ilikuwa ni chini. Huwezi shindana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huwezi. Katika ile spring yao, nini yao, 8 seconds tetemeko la ardhi litendeka, yote ni chini. So ule ambaye ni true mu'min, wallahi hawezi feel secure ndani ya roho yake. Kila wakati atakuwa anamuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndo Mwenyezi Mungu anasema nini? Afa aminu makrallah. Je, wamejiaminisha na mipango ya Mwenyezi Mungu? Fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun. Huwa hajiaminishi kwa mipango ya Mwenyezi Mungu ila watu ambao wamekasarika. Ya Allah, usitufanye ambayo watu ambao wamekasarika. Ya Allah, tuchunge na adhabu yako. Ya Allah, ya Allah, kila wakati roho yetu lazima tuingize uoga kumwogopa Mwenyezi Mungu. Lakini watu wa Thamud wamefeel secure, wanasema aminin, sasa hakuna kitu chochote ambaye itatupata, sisi tuko ndani ile mlima, hata kifo haiwezi kutupata. Ndio mtume yao aliwaambia nini? Atutarakuna
fima hahuna aminin. Je, mnadhani mtaachwa salama salimini katika haya yaliyopo hapa? Katika hii majumba ambayo mnajenga ndani ya mlima, mnadhani mtaachwa salama salimini? Fi jannatin wa uyun, katika hii mabustani ambayo mko naye na katika chemichemi ya maji ambayo mko naye, mnadhani mtaachwa salama salimini ndani yake? Adhabu ya Mwenyezi Mungu haiwezi wapata. Wa zuru'in wa naqlin tal'uha hadim. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume Salih alayhi salam anaambia nini? Katika hii shamba, katika hii konde ambayo mko naye, mimea ambayo kila aina mnameesha, mnapata mazao ya kila aina. Wa naqlin tal'uha hadim, na miti ya mitende ambayo makole yake ambayo imeiva. Ile mitende yake, tende ambayo imeiva sana, Mwenyezi Mungu amewapa. Mnadhani lakini mtaachwa? Watanhituna min aljibali buyutan farihin. Allahu akbar. Mnajenga mlimani, mnachonga mlimani majumba kwa stadi. Allahu akbar. Mnachonga kwa stadi, mko na engineer ya hali ya juu. You are more civilized. Na kwa ile watu ambao walikuwa mbelenu, leo ukienda Madain Saleh utakuta ile craft ambayo wamechora kila aina. Utashangai watu walikuwa wanachora vitu aina gani. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaambia hivyo. Mtume Salih alayhi salam akamwambia nini? Fattaqullaha wa adi'un. Jambo peke yake ambayo mnaweza toka kwa hii maneno ni kumuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kunitii mimi kama mtume yenu. Wallahi mkifanya hivyo, Mwenyezi Mungu ataongezea raha mstarehe zaidi raha ambayo mko nayo. Mtaendelea vizuri. Sasa walikuwa na tabia mbaya. Walikuwa na tabia ya kuabudu wale ambaye watu ni wadozi, wale ambaye watu wako na pesa, wale ambaye almala wanajiona hawa ndo watu wa kusema the big boys. Wale watu wanyonge walikuwa na abudu wale watu ambaye ni matajiri. Mtume akamwambia nini? Wala tudi'u amra almusrifin, muswati kwa amri wale waliopindukia mipaka, wale ambao wanajiona, wale ambao wako na kibr, muswati amri yao. Alladhina yufsiduna fil ardi wala yuslihun, ambao wanaleta ufisadi juu ya ardhi wala hawatengenezi. Wale watu ambao wako na pesa, wale matajiri wanajiona hao ndo watu wa kusema. Sasa Mtume Salih alayhi salam akaanza kupata mtu mmoja, mtu wa pili, mtu wa tatu, watu wachache wakaanza kumfuata Salih alayhi salam. Allahu. Sasa wale watu wake wakaanza kumwambia nini? Qalu innama anta min almusahharin, sisi tuonaona wewe Salih alayhi salam, wewe ni miongoni mwa wale ambao walirogwa. Wewe umerogwa, wewe ni wazimu, na unaanza kuroga wale vijana wetu ambao wadogo dogo. Umeanza kuroga wale watu ambao walikuwa wanyonge katika society yetu. Sasa watu wachache wakaanza kuwafuata. Wale almala wakaanza kufili ya kwamba kuna shida ambayo inakujia. Salih alayhi salam anaanza kuwa na watu wachache ambao wanaanza kumwamini. Allahu akbar. Lakini hao bado hawakumwamini. Wakamwambia, sasa Salih, tunakuona mambo yako inasonga songa. Sasa tunataka tukuite. Sasa tunataka ewe Salih, tunataka tukuulize maswali. Ma anta illa basharun mithluna fa'ti bi ayatin in kunta min as-sadiqin. Wakamkujia Salih alayhi salam wakamwambia, wewe ni binadamu tu kama sisi, hauna kitu kingine, wewe tu ni binadamu tu kama sisi. There is no any other virtue that you have. Lakini tunakuambia fa'ti bi aya, tunataka utuletee ishara. Kama wewe ni miongoni mwa wasemao kweli, tunataka utuletee ishara.
Allahu Akbar. Wanamwambia mtume wa Mwenyezi Mungu, tunataka ishara. Saleh alayhi salam akakaa akawaambia, sasa nataka mniambie ile ishara mnataka. Niambie ile ishara mnataka. Mimi nitawaambia Mwenyezi Mungu, mimi nimekuja na dalili ya waziwazi kutoka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimi nitaonesha mimi ni mtume. Leteni ishara. Wale wadozi, wale almala wakasema, sasa huyu jamaa kitu ambaye hawezi fanya, wacha tumletee. Sasa watu wote wakiitwa katika kiwanja wakasema, kujeni msikieni Saleh leo atakuwa ni muongo. Ile jambo yote ambaye alikuwa anaambia watu ni uongo. Tunataka tumuulize atuletee ishara. Kujeni msikize. Katika town nzima wakatokelezea. Saleh alayhi salam wakamuuliza swali gani? Wakamwambia, ewe Saleh, angalia katika hiyo mlima. Katika hiyo mlima unaona vizuri? Saleh alayhi salam akasema ndio. Katika hiyo mawe tunataka hiyo mawe ipasuke mara mbili. Tunataka katika hiyo mawe ngamia itoke. Katika hiyo mawe ngamia ambaye iko hai. Sawa. Akasema tena katika hiyo ngamia tunataka ikuwe jike, kike. Tunataka, mwingine tena anaruka anasema tunataka hiyo ngamia iwe na mwezi 10, mimba ya mwezi 10. Mwingine tena anaruka pande ile nyingine anasema tunataka hiyo ngamia kala yake ikuwe nyekundu. Mwingine anaruka huko anasema tunataka hiyo ngamia ikuwe ni ngamia kubwa kuliko ngamia zingine zote. Mwingine anaruka huko anasema tunataka hiyo ngamia ikunye maji ya kisima siku moja peke yake. Mwingine anaruka anasema siku ile ngamia hiyo anakunywa hiyo kisima maji, tunataka kijiji mzima tukunywe maziwa ya hiyo ngamia. Tunataka itushibishe kijiji mzima, maziwa yake itushibishe. Tunataka ulete hiyo ishara. Tunataka utulete hiyo sign kutoka Mwenyezi Mungu, kama wewe ni mkweli, kama wewe ni mtume, kama unasema wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu, tunataka utulete hiyo ishara. Allahu. Saleh alayhi salam akawauliza swali akisema, qaumi yangu, watu wangu, je, nikiwaletea hiyo ishara mtanamini kama mimi ni mtume na mtamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake? Wakisema ndio tutafanya. Ewe Saleh. Saleh alayhi salam akamwambia, wallahi Mwenyezi Mungu akileta hiyo ishara na mguze vibaya ama mumfanyie vibaya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaangamiza. Semeni sahi ukweli, nini wote mtanamini? Wakasema ndio. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu alimwambia nini? Quraysh ile walimwambia tunataka uteremshie malaika. Mwenyezi Mungu aliteremsha aya akasema nini? Waqalu laula unzila alayhi malak. Allahu akbar. Wanasema kwa nini malaika wakuteremshwa pamoja nawe? Walau anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la yundarun. Mwenyezi Mungu anasema wallahi tungewateremshia malaika, amri yetu ingekuwa imepitishwa saa hiyo. Allahu akbar. Na hawangepewa muhula, mara moja wangeangamizwa Quraysh. Kama malaika angeshikishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja. Saini ya Mwenyezi Mungu ikikuja na usipofuata, Mwenyezi Mungu anakumaliza. Al-Hawariyin walimwambia Mtume Isa alayhi salam, tunataka Mwenyezi Mungu atuletee maida minas sama, tunataka chakula ituteremkie kutoka samawati tukujie. Mtume Isa alayhi salam akaambia, mko na mchezo. Wakaambia, ya Isa, tunataka roho yetu itulie naye, tunataka hiyo chakula. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anambia nini? Inni munazziluha alaykum. Mwenyezi Mungu alisema tutawateremshia hiyo chakula. Faman yakfur ba'da minkum, Allahu akbar, baada hiyo ile mtu ambaye atakufuru, fa inni u'adhibuhu 'adhaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin. Akasema ya kwamba
nitamadhibu adhab ambaye sitampa mwingine katika duniani kumadhibu. Haya, kama atakatayo ishara yangu baada hiyo kushuka katika ile late table, ile chakula wakiteremshwa, yoyote ambaye hakufuata ataadhibiwa. Hata wakati ya Mtume Isa alayhi salam na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliambiwa kama malaika angeshuka na yewe na hao watu wa Quraysh hawakufuata, wangekuwa wameadhibiwa na wangepewa muhula. Sasa Mtume Saleh alayhi salam anaambia watu wake, watu wangu mtaadhibiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mkikataa. Wakamwambia hapana, tunataka utuletee. Wakasema nini? Aulqiya dhikru alayhi min bainina bal huwa kadhabun ashir. Allahu akbar. Ati yeye tu ndio aliyepatiwa ukumbusho kati ya sisi sote. Ni yeye tu Saleh tu ndo Mwenyezi Mungu aliamua tukumpatia ukumbusho peke yake. Lakini wacheni tuambie huyu, bali huyu ni nini? Huyu ni mwongo, tena ni mwenye kiburi. Allahu akbar. Ndo Mwenyezi Mungu akaambia nini? Ambaye tunamalizia leo kisa yetu. Mwenyezi Mungu akaambia nini? Sayalamuna ghadan manil kadhabul ashir. Kesho tutajua ni nani ambaye ni mwongo na mwenye kiburi. Tunasema wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.